Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari. Kwa kuwa katika saa msiyodhani. Kwa hivyo kwa saa ambayo msiyodhani Mwana wa Adamu yuaja. Kwa hivyo hivi karibuni Yesu anafanya nini? Anakuja. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba jiwekeni tayari, kwa sababu kwa saa ambayo hamjadhania Yesu anakuja, yu mlangoni. Anakuja. Hivi karibuni Yesu wetu anakuja. Kwa hivyo tunafaa tujiweke tayari hata kama mko wachache. 1 Thessalonians 5:3. Nasema nini? Wathesalonike wa kwanza 5:3. Nasema wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Tunaona ya kwamba kwa saa ambayo mnasema ati kuko na amani, kama saa hii watu wanaungana, makanisa yanaungana ili kutangaza nini? Amani. Hiyo saa ni uharibifu utaingia ghafla. Na tunaambiwa ya kwamba tusiwe kwa ambao wanatangaza amani, kwa sababu tunaona Yesu alipoingia hapa ulimwengu hakuleta amani, alileta upanga ambao unagawanya upande huu, unagawanya upande huu mwingine, unakugawanya wewe mama Ali na watu wako wa nyumbani, unakugawanya wewe mwenyewe na watu ambao unawapenda sana. Hivyo tunaambiwa ya kwamba wakati dunia inatangaza kuna amani, hivyo wakati huo ndipo uharibifu utaingia kwa ghafla, na unafananishwa na mama ambaye anaenda kufanya nini? Kupata mtoto. Wakati mama amegojea mtoto kwa muda, mama Jane, kwa sababu umepitia hapo, ulijua wakati utapata mtoto, si ni utungu uliingia na Mungu akakusaidia ukaweza kufanya nini? Kupata mtoto vizuri. Hivyo ndivyo tu hata wakati ambao tunatangaza ati kuko na amani katika dunia hii, uharibifu utaingia kwa ghafla. Hivyo tunafaa tujitayarishe, hata uharibifu ukiingia, Mungu aweze kuwa mshindi kwa upande wetu, na ni kwa sababu tumejitayarisha sisi wenyewe. Naenda na kumaliza katika Isaya. Sio Isaya, soma hii ni mkuu. Watu wa Mungu tunaambiwa aje? Soma hii mkuu ambayo iko katika CH 600.1 ambayo inasema nini? CH 600.1 inasema nini? Kitabu cha CH 600.1 Translation Help inasema hivi: Our words, our actions, and our dress are daily living creatures, gathering with Christ, or scattering abroad. Hivyo tunafaa tujue ya kwamba jinsi ambavyo tunajiandaa, tunafaa tujiandae kwa mambo yote ambayo yanatuhusu sisi wanadamu. Hivyo tunaambiwa our words, chenye unatoa kwa mdomo, unaongeaga aje, unasemanga aje, ukienda huko nje wewe ni mtu wa aina gani? Unadhibitika wewe ni mtu ambaye ukitoa maneno yako ni ya kuumiza wengine ama ni ya kuwaleta karibu na Yesu. Hivyo our words, our actions, mienendo yetu, tunaendanga aje huko nje? Kwa sababu tunafaa tujitayarishe na mambo yote ambayo Mungu wetu anapenda. Our actions and our dress, tunavaa aje huko nje ili tutangaze ukweli ambao Mungu wetu ameweka ndani yetu. Tunavaa aje? Tunavaa venye dunia inafaa ama tunafaa kulingana na venye Mungu wetu anapenda sisi tuvae? Hivyo ukifanya mambo yote, ukiongea vizuri, ukiongea vizuri, uvae vizuri, and our actions inatangaza ya kwamba
unamfuata Mungu Yesu ama unamleta karibu. Hiyo ni dhahiri ya kwamba venye kulingana tu na venye una dress, kulingana na venye unaongea, kulingana na venye mienendo yako iko, inaonyesha ya kwamba wewe ni mtu ambaye unamsongesha Yesu karibu na wewe ama unampeleka mbali na wewe. Kwa hivyo tunafaa tujiandae vizuri na tujue ya kwamba Yesu wetu ako pamoja nasi hata mwisho wa dahari. Hata kama sisi ni wachache namna gani, tunafaa tujiandae ili Yesu anaporudi na ufalme wake tuwe miongoni ya wale ambao watasema huyu ndiye Yesu ambaye tumemgoja kwa siku mingi ili aweze kuja na kutuokoa, na nafikisha hapo Mungu wetu aweze kusaidia. Amen. Amen. Amen.